tunauletewa si wokovu ambao tuwezao kulinga nao na kusema kwamba kama mimi nimepata wokovu mwingine hawezi akapate hapa. Na wanadamu wakipata endeleo fulani, wakiona hapa kuna kile ambacho kinachonipatia faida, hawataki wengine wajue. Lakini sisi tumeambiwa kwamba ile faida ambayo tumekwenda kuipata katika wokovu tuipeleke kwa mataifa, ili mataifa nao wapate kupata wokovu sawa sawa na sisi. Bwana Yesu asifiwe tena. Na tuwe na neno moja ambalo tunasema kwamba tulipata bure na tena tupane bure. Wala hatukufanya tofauti katika sisi nao, akiwasafisha mioyo yao kwa imani. Kwa lugha nyingine, Petro katika kueleza anawaambia kwamba kama kuna wamoja ambao mnaoita mataifa na wengine mnaoita Wayahudi, lakini Mungu katika kutuita hakutufanya kuwa tofauti. Kama wewe Myahudi utachukua kwamba mataifa ni tofauti na sisi, lakini mimi Petro ambaye nilisikia injili ya Kristo, mimi Petro ambaye nilisikia maneno ya Mungu, ninajua kwamba hakuna utofauti. Sisi wote tumekuwa sawa sawa. Uwe mfupi, uwe mrefu, uwe mnene, uwe mwembamba, uwe mtu wa kabila fulani, uwe mzungu, uwe mweusi, mbele za Mungu sisi wote tumekwenda kuwa sawa sawa. Na tunapata imani kwa vile ambavyo tunavyosikia injili ya kweli. Na ukisoma Biblia katika kitabu cha Warumi sura yake ya 3 mstari wa 12, Biblia inasema kwamba haki ya Mungu hupatikana kwa wote waaminio. Kwa lugha nyingine, hiyo haki tutakwenda kuipata kwa njia moja tu ya kuamini jina la Kristo. Bwana Yesu asifiwe tena. Hatupati haki ya Kristo kwa ujanja, kwamba mimi nitafanya ujanja fulani ili nipate haki ya Kristo. Hakuna. Mimi nitafanya hivi ili nipate haki ya Kristo. Hakuna. Lakini imani ya kweli tunayoipokea kwa Yesu Kristo, hiyo ndiyo inayotupatia haki. Bwana Yesu asifiwe tena. Wanadamu mara nyingi tunapendelea. Kuna wengine wanapendelea wamoja kwa sababu ya kuwa na sura nzuri. Wengine wanapendelea wengine kwa sababu kuwa na tae mzuri. Wengine wanapendelea wengine kwa sababu wamewaona tu wanawakeresha kila leo. Lakini ndugu yangu nikwambie, kwa Yesu hakuna hivyo vyote. Nini ambacho utakwenda kumpatia Kristo ili apengamishe kweli yake? Hakuna. Kwa lugha nyingine, kitu ambacho kitakwenda kukusaidia kupata kweli ya Kristo ni kuamini jina lake, ni kusimama katika kweli yake, ni kusimama katika imani ya kweli. Na Wagalatia sura ya 3 mstari wake wa 28 nasema hakuna Myahudi wala Myunani katika Kristo. Kwa lugha nyingine, sisi wote tumekuwa sawa sawa. Kama wewe mwanadamu naona huyo ni mzungu, kama wewe mwanadamu namuona huyu ni mnwari, na huyu kwa sababu ni mweusi nitamtia pembeni, lakini Mungu ana hilo. Mungu anajua kwamba mbele yangu wote ni watoto. Mbele zangu wote ninakwenda kuwapa heshima iliyo sawa sawa. Na ndiyo sababu kubwa tunastahili kusimama katika imani yetu. Tunastahili kusimama katika neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndiyo kweli, na hiyo kweli ndiyo inakwenda kututia huru. Sio sheria, ni kweli ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Mstari wa 10 Biblia inasema hivi: basi mbona mnajaribu Mungu na kuweka wanafunzi kongwa juu ya shingo za wanafunzi, wala sisi hatukuweza kulichukua? Bwana Yesu aturumie tena. Yaani Petro anaanza kuonyesha kwa Wayahudi akiwaambia kwamba mnatiana kongwa. Kongwa maana yake ni jibu, ni jiwe kubwa kufunga mtu shingoni. Kwa lugha nyingine, mnaanza fungana majiwe shingoni ambayo nyinyi wenyewe mlishindwa kuyabeba. Bwana Yesu aturumie tena. Kwa lugha nyingine, mnapeana mizigo ambayo nyinyi peke yenu mlishindwa kuyabeba. Kwa sababu hiyo alikuwa akiwaeleza habari ya sheria, kuambia kwamba hizo sheria ambazo mnazibeba kwa mataifa, na kuambia kwamba ili wapate wokovu wazitii, nyinyi peke yenu mlikwenda kuzishindwa. Kwa nini muwapatie hiyo mizigo mizito ambao nyinyi peke yenu mlikwenda kushindwa na mizigo yenyewe? Na hiyo ni shida kubwa.
Na ndio itikadi ambazo tunakwenda kuziona katika dini. Utakuta watu wamejaza masheria. Ukifanya hivi utafanya hivi, ukifanya hivi utafanya hivi, ukifanya hivi utafanya hivi. Lakini wale wanaopanga zile sheria wenyewe hawatii sheria zile. Bwana Yesu aturumie tena. Bwana Yesu aturumie tena. Na hilo mara nyingi linaonekana katika makanisa yetu kwa watu walio chini kabisa. Mtu mmoja nilikuwa nikiongea naye hiyo jana, akaniambia, mchungaji, kwa nini hili linakuwa? Kwa nini hili linakuwa? Mbona imekuwa kama kuelemea wamoja? Mbona imekuwa kama wamoja wameonekana kwamba wana thamani na wengine ndio wanaoonekana kuwa na thamani katika makanisa yetu? Nikamwambia, unaloliongea ni kweli. Hata na mimi peke yangu nimeingia katika mitego hiyo, lakini Mungu anisamehe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa sababu ukikuta katika makanisa kuna watu ambao wanaambiliwa kwamba huyu akifanya hivi anastahili atengwe, lakini huyu akifanya hivi hastahili atengwe. Sasa je, tumetia wamoja ndio wamekuwa na heshima kuliko wengine? Tumetia wamoja ndio wamekuwa watu muhimu kuliko wengine? Utakuta kwamba tunabebeshana mizigo ambao sisi peke yetu tukibebeshwa hatuwezi tukaibebe. Bwana Yesu aturumie tena. Bwana Yesu aturumie tena. Na ndio maana kama kanisa mara nyingi tusimame pia hata kuombea wale ambao wanaotuongoza, kwa sababu mara nyingi wanaingia katika hatari, na hatari hizo zinakuwa ni kama lawama kwa wengine. Imekuwa ni kama wamoja wanabeba mizigo, zimekuwa ni kama wamoja wanaonekana kwamba wafai mbele za wengine. Lakini Kristo, utafanya nini ili upendamishe sheria yake? Utafanya nini ili uonekane kwamba wewe ndio bora kuliko mwingine mbele za Mungu? Hakuna. Mbele za Mungu sote tumekuwa sawa sawa. Na ndio maana kama watu wanaosimamia kweli ya Mungu, tuendelee kuona watu wote kuwa sawa sawa pia mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Biblia mstari wake, tusome kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 1. Biblia inasema kwamba msifungwe tena nira ya utumwa. Kwa lugha nyingine, Wayahudi walikuwa wakitaka kuendelea kufunga mataifa nira ya utumwa, lakini wakina Barnaba, wakina Paulo wakasimama wakasema kwamba hatutaki hili liwe, kwa sababu sio mafundisho ya Kristo. Yamekuwa mafundisho mengine ambayo yametaka kupenya kweli ya Mungu ambayo tumekwenda kuipewa kuitangaza. Kwa sababu kweli ya Mungu haina sheria tena. Injili ya Kristo haina sheria tena. Imani ya Kristo ili kuipokea hakuna sheria yoyote. Tunastahili kusimama katika kuambia watu, ukiokoka hakuna sheria, utakuwa umekuwa huru, na ile huru itakuonyesha kwamba unaishi katika kweli ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Mstari wa 11 Biblia inasema hivi: basi tuamini kwamba tutaokoka kwa neema ya Bwana Yesu vile vile kama wao. Ukiangalia mstari huu ni mstari ambao anakwenda kuonyesha shurti ya wokovu. Hakuna shurti nyingine, ni ile neema tu ambayo tumekwenda kuipata. Shurti kubwa ambayo tulikuwa nayo katika wokovu ilikuwa ni ile ambayo Yesu Kristo alikwenda kutimiza pale Golgotha, wakati alipotundikwa kwenye msalaba. Akasema kwamba yote yamekwisha. Inamaanisha kwamba mimi na wewe ndio tungekwenda kutundikwa pale kwenye msalaba, lakini yeye akaamua kwamba hatundikwe badala yetu. Na wakati alipotundikwa badala yetu pale msalabani, sisi tumekwenda kupata neema. Na hiyo neema imetufanya kwamba tuokolewe wakati tutakwenda kukubali imani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa lugha nyingine, hauna pesa ambazo unaweza kumpatia Kristo ili apate kukuokoa, wala hakuna kile ambacho unaweza kukifanya ili upate wokovu. Lakini wokovu wa kweli uko katika kuliamini jina la Kristo. Wokovu wa kweli uko katika kuamini mateso ambayo Kristo alikwenda kuipata pale Golgotha. Imagine wale ambao wameachwa na watu muhimu katika maisha yao, wanajua hakuna kile ambacho tuwezacho kukifanya kama wanadamu kuweza kuokoa maisha ya mtu mwingine. Peke yangu
nimepitia mambo makubwa, nimepitia matungo makubwa wakati mzee wangu amefariki. Nilifanya kila liwezekanalo ili niweze kuokoa hata maisha yake, lakini nikakuyakuta kwamba sina uwezo wowote wa kuokoa maisha ya mtu mwingine. Nikasema kwamba kumbe kazi ambayo Mungu anakwenda kuitenda hakuna mwanadamu yeyote ambaye awezaye kuitenda. Na ndiyo maana kama Wakristo, Biblia inatuambia kwamba tusiwe kama wale wasioamini, tusilie kama wale wasiokuwa na tumaini, kwa sababu Kristo alikufa na akafufuka kwa sababu yetu. Na kama alifufuka kwa sababu yetu, ni ishara ya kutuonyesha kwamba sisi wengine tukiamini katika njia hiyo, siku moja tutakwenda kupata wokovu wa kweli. Na ndiyo maana katika wokovu hakuna njia nyingine. Njia yoyote iliyo katika wokovu ni kuliamini jina la Kristo, jina ambalo ndani yake mumekuwa wokovu sio kuwa na mipaka. Mumekuwa wokovu ambao hauwezi kulinganishwa na mambo mengine. Wengine wanaambiwa kwamba ili ufanye hivi leta pesa zenye kuwa hivi, lakini kwa Kristo anakuambia kwamba utapata kwa bure. Bwana Yesu asifiwe.